Katibu ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani. Katika kuelekea mwisho wa mwaka, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani, kama ilivyo ada, tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani kwa madereva, wakumbusha sheria zilizopo za usalama barabarani, lakini sambamba na udhibiti wa makosa ambayo yanafanyika barabarani. Lakini lengo kuu ni kuhakikisha kwamba watu wanaosafiri, maana kuna watoto sasa hivi wamefunga shule, wanafunzi wanasafiri wanakwenda likizo, lakini pia kuna watu wengine pia wanasafiri, kuhakikisha kwamba makundi yote haya yanakwenda salama yanapokwenda, lakini pia yatarudi salama baada ya hizo sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Kwa hiyo tuko kwa ajili ya kudhibiti usalama wa watumiaji wa barabara. Naitwa mrakibu mwandamizi wa polisi Nautica Primus Kilewa, ni mkuu wa usalama barabarani kwa Mbeya. Sisi tunapodhibiti kwenye upande kwa mfano wa elimu, tunayafikia makundi yote, madereva kwa maana wa vyombo vyote. Tunaanza na madereva wa mabasi, madereva wa malori, magari madogo, pikipiki na bajaji, kwa sababu ajali inaweza kusababishwa na mtumiaji yote wa barabara. Tunafikia pia mpaka watembea kwa miguu, hata abiria. Unaona hapa tumeingia kwenye mabasi, tunaongea na abiria, kwa sababu abiria wanaweza kashawishi dereva aende mwendo kasi, wanaweza kaacha kuchukua hatua kwa dereva ambaye anakiuka kutoa taarifa. Kwa hiyo hatuangalii madereva wa mabasi peke yake, tunadhibiti makundi yote ya watumiaji wa barabara. Na kama alivyosema afande wangu mkuu wa dawati la elimu makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani, kwanza tunatoa elimu, lakini tumekuwa tukichukua hatua kali kwenye udhibiti, kwa maana kuchukua hatua kwa wale wanaokiuka sheria kama mwendo kasi, overtake hatarishi, ulevi. Wako madereva wengi sasa hivi wameibuka hawana leseni kwa sababu ya udhibiti wa upatikanaji wa leseni, kuzingatia taratibu zile za kupata leseni kwa maana ya masomo. Wengi hawana vyeti, hawajasoma, kwa hiyo hawana leseni. Kwa hiyo hata ikitokea changamoto unakuwa na shida, inaweza kuleta madhara makubwa. Kwa hiyo sisi tupo, lakini kwa ujumla tunasema utii wa sheria kwa mkoa wa Mbeya umeongezeka sana. Hilo tunashukuru na tunawapongeza madereva. Kwa majina naitwa Rajabu Kuliku, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya. Ujio huu wa timu kutoka makao makuu ya trafiki Tanzania una ishara kubwa sana kwa madereva. Ishara ya kwanza ni kuwakumbusha madereva kwamba wanatakiwa waendeshe salama barabarani tunapoendea kwenye kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Lakini pia haikuwa jukumu lao kuwakumbusha, kwa sababu dereva ni professional, anasomea. Kwa hiyo hili ni kama vile kumbusho ambalo ni la kuwakumbusha pasipotakiwa kukumbushwa. Lakini wao kama timu au wao kama chombo ambacho kinasimamia usalama barabarani wameona hawawezi kukaa kwenye madawati yao, lazima waweze kuzunguka kwenye barabara kuhakikisha pako salama. Na tunapoendea mwisho wa mwaka huwa kuna matukio mbalimbali yanayokuwa yanatokea ya ajali. Lakini hii ni ishara kwamba huwa ni uzembe na madereva huwa wanajisahau. Kwa hiyo kuwakumbusha pia ni jambo jema, lakini tunaona mabadiliko tangu madereva wanapokuwa wanasisitizwa kuingia darasani kusoma. Tumeona wanakuwa na umakini na umahiri, na hata Mbeya kihistoria ilikuwa inaongoza kwa matukio ya ajali ya mara kwa mara, na ajali nyingi zinakuwa za kizembe au za kibinadamu. Lakini kwa kipindi hiki tunaona kuna utulivu wa hali ya juu, kwa sababu madereva wamekuwa waelewa na wameelimika. Mimi naitwa Jina Limanye Longino. Mimi ni abiria ambaye nasafiri mara kwa mara kwenda mikoa ya njia kwenda Malawi na njia kwenda Zambia. Changamoto iliyokuwepo barabarani, barabara zetu ni finyu sana, na ukiangalia hazijaboreshwa. Kwa mfano kipindi hiki cha mvua unakuta barabara zimeharibika na inapelea kwamba ni foleni. Na ukiangalia barabara ya kwenda Zambia, magari mengi yanatoka Dar es Salaam mikoa mbalimbali kwenda Zambia. Na barabara ya Tunduma ni finyu sana sana sana, kiasi kwamba dereva anafanya kazi kwenye wakati mgumu sana. Kama ni serikali iangalia hii changamoto ya barabara za mkoa wa Mbeya. Kwa kweli hakuna mzunguko wa biashara kufuatana na barabara ambazo ni mbovu kabisa, na ijapo anazidi kuboresha na mvua imekuja saizi ndio zinazidi kuharibika. Katika hili tunaomba tusaidiwe, maana ajali zipo na hazihamishiki kufuatana na msongamano wa magari makubwa kwa madogo. Katika hili naomba serikali iliangalie sana, maana ni hatarishi kwa maisha yetu. Mimi nimekosa karibuni mara 10, lakini namshukuru Mungu naendelea kusafiri. Kama hili serikali inaliangalia, liangalie barabara ya kwenda Zambia.
ni heri ya kwenda Malawi. Changamoto zake sio kubwa, ni chache. Unakuta hata trafiki anafanya kazi kwenye kipindi kigumu, anasimamisha malori, gari ndogo, mabasi. Kwa hiyo nakuta foleni inakuwa ndefu sana, kila mtu anataka aende haraka kufuatana na wakati. Na ukiangalia haya magari yetu ni biashara, hawezi akakaa masaa 5 kwenye kituo, anapoteza na hasara inakuwepo kwa mfanyabiashara kufuatana nini, mzunguko wa hela unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo tunaomba tuangalie, serikali tusaidie usafiri alafu na barabara. Tuko kwenye operation ya mwisho wa mwaka tukishirikiana na makao makuu ya Polisi ya Usalama Barabarani, na muda huu tulikuwa hapa Ruangiro, barabara ya kwenda Chunya kuelekea Mbeya. Tumefanya ukaguzi, tumebaini mambo mengi. Abiria ni wengi, wamefikisha sana kwenye magari na tukishusha abiria waliozidi na kuchukua hatua mbalimbali. Tumebaini abiria wanashirikiana na madereva kufanya uhalifu, kwa maana wanakubali kushushwa na kutembea hata kilomita 1 ili kuleta udanganyifu kwa madereva kwamba magari zilikuwa ziko level city, lakini wanataka kusubiria magari mbele. Kwa hiyo tumebaini na kuchukua hatua ya kuelimisha. Pia tumekamata makosa ya mwendokasi na ubovu wa magari, na operesheni inaendelea. Tunahama eneo hili tunaenda maeneo mengine kwa sababu tuko mobile. Askari wako barabarani, lakini sisi tunapita kwa ajili ya ukaguzi na kuimarisha zaidi doria zetu. Kwa hiyo tunaenda kuangalia barabara ya Tanzam ya Makambako kwenda Zambia, tuangalia na kwa hali kwetu. Wito kwa madereva ni kwamba waache udanganyifu, waendelee kutii sheria, lakini wabebe leseni zao tuweze kukagua. Sasa hivi watu wengi leseni zimeisha, utatika kupata leseni ilikuwa ngumu kidogo, lazima wapate masomo au na vyeti. Kwa hiyo wengi wanaendesha hawana leseni, wanasingizia leseni za kwenye picha ambazo ni rahisi sana kuleta udanganyifu. Sasa hizi watu, teknolojia imekuwa sana, watu wana crop picha, wanachukua picha yake na ipachika kwenye leseni ya mtu mwingine ambaye yuko hai. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Pia watu wengi wana loss report, wanasingizia leseni zimepotea, kumbe leseni zao zimekwisha au wengine hawana leseni kabisa. Kwa hiyo tunawasihi madereva wabebe leseni zao kwa ajili ya ukaguzi, kuepusha usumbufu. Huu usumbufu unakwenda mpaka kwa abiria. Kwa hiyo wanatugombanisha sisi na abiria, tunataka kama tunaleta usumbufu, kumbe sisi tunatimiza majukumu yetu. Kwa hiyo madereva watoe ushirikiano, wapate sheria zote, wawe na leseni, wazingatie mwendo, waache upate hatarishi, waache ulevi, tutaenda sawa.